Mtazamaji wa Kasako Media, tuko hapa uwanja wa Twiga na tunafahamu kabisa ni msimu wa Ramadhani, na tupo hapa na Shehe. Atajitambulisha hapo baadaye kwa majina yake yote matatu na atatuambia ni vitu gani ambavyo vinaharibu funga ya mtu. Mtu amefunga lakini vitu akivifanya au akivitenda au akihisi amefanya, funga yake kwa siku hiyo inakuwa imeharibika. Na usikose kutazama Kasako Media kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na Twitter, jina la Kasako Media. Habari yako? Salama, kwema? Salama, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunatamani tufahamu vitu gani ambavyo vinaharibu funga ya mtu pale anapofanya au anapohisi yeye amefanya au ametamani kitu fulani, inaharibu moja kwa moja funga yake. Kwanza nijitambulishe, jina langu naitwa Fauz Khalid Ngwasi, ni mwenyekiti wa vijana kata Kimanga Kiislamu Bakwata. Vile ni mudiru wa madrasa Jadidu. Tuko katika mwezi mtukufu Ramadhani kweli, na mada ni nzuri kwa sababu watu wanafunga na wanafanya mambo mengi sana, aidha kutokujua au kujua, lakini kweli wanaharibu funga zao. Lakini mimi leo kwa sababu mmekuja nizungumzie swala la kamari. Utakuta vijana wengi wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini muda wote wanabeti tu kwenye simu. Kubeti ni kamari, na kamari ni haramu. Kwa hiyo ukifanya tendo la haramu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, unabatilisha saumu yako. Mtume anasema mwenye kudhini, kucheza kamari, kunywa pombe, anavua Uislamu wake kama unavyofuliwa kanzu kwenye shingo. Sasa kama kwenye dini tu inakutoa kwenye dini, vipi kwa kwenye saumu itakuacha uko salama? Jibu hapo sio salama. Kwa hiyo wacheza kamari wote wanaubeti. Utakuta mtu yuko kwenye saumu lakini yuko busy na simu na hakuna anachokiangalia, kuangalia timu tu, hii imetoa, hii bado, si imefanya nini, hii imefanya nini. Yaani wako busy na kucheza kamari. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa toba. Mwezi wenyewe kama jina yake moja majina ni mwezi wa toba, ni kumwomba Mwenyezi Mungu maghfira, kuomba msamaha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vipo vitu vingi. Kuna swala la mtu katapika mwenyewe tu, yani ghafla imetokea kichefuchefu katapika, huyo hatakiwi kulipa saumu. Lakini mwenye kujitapisha, huyo atakuwa hana saumu na anatakiwa hiyo saumu pia ailipe. Lakini vipo vingi, kuongea maneno ya kipuuzi, kutukana inabatilisha saumu. Michezo ya ajabu inapunguza saumu. Yaani kuna vitu vingi ambavyo tukianza kusema hapa, kwa sababu vipindi tutafanya kila siku tunagusia kimoja baada ya kingine. Umezungumza kuhusiana na kushika simu. Kwenye simu kuna mambo mengi, hasa mfano kakutana na picha za ajabu na kaziona. Je, inakuwaje? Ikitokea kwa dharura kaziona bila wewe kutarajia, saumu yake bado ipo, isipokuwa taama tu ile eneo ili amie sehemu ambayo yeye anatakiwa akwende. Lakini ikitokea yeye ndo anaenda kuzitafuta hizo picha, akaya angalie picha za utupu, utakuwa unafanya upuuzi kwenye saumu yako, na kufanya upuuzi sasa na kupoteza saumu. Na mtu anasema mimi nimefunga. Mimi nimefunga. Yaani ile inakuwaje mtu anasema kwamba kufunga najua ni siri yako wewe moyoni. Mtu mwingine anazungumza kwamba mimi nimefunga leo. Msinifungulishe. Yaani kuna maneno ambayo mtu anazungumza anasema kweli huyu kafunga au anatutania. Ujue kufunga ni nia. Na nia haiko mdomoni tu, nia inatoka moyoni. Mwenyezi Mungu anasema funga ni yake yeye. Mungu anasema na yeye ndo mlipaji wa funga hiyo. Kuna ibada nyingi Mungu ametuambia tuzifanye. Tuswali, tufanye nini, lakini zote Mungu akusema na zote kaziamrisha. Lakini akusema jamani, swala yangu mimi na mimi ndo nitalipa. Japokuwa kila mtu anajua kama swala, kutoa zaka, kwenda kuhiji Maka, yeye ndo mlipaji. Lakini kwenye swala la funga akasema jamani, funga ni ibada yangu mimi na mimi ndo mlipaji. Kwa hiyo kufunga ni nia, na nia iko moyoni kabisa. Mimi nafunga kwa ajili ya Allah. Lakini ukifunga kwa ajili ya ria, watu wakuone umefunga, watu tutakuona umefunga, lakini Mwenyezi Mungu hatakulipa hiyo saumu. Sio vizuri. Lakini ikitokea umefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na umefunga kwenye takwa kabisa kutoka moyoni, basi ujue wewe utakuwa umefunga kweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa saumu yako. Vitu gani ambavyo anatakiwa aliofunga azingatie, hasa vitu gani ambavyo anatakiwa azingatie kwenye mfungo huu wa Ramadhani? Viko vingi kwa sababu mwezi wa toba, mwezi wa rahma, na mwezi huu ndo Mwenyezi Mungu anasema ameshusha Qur'an. Kikubwa sana ni kusoma Qur'ani, kupanga muda wako kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Lakini pili
ni kufanya adhkari mbalimbali za kumtaja Mwenyezi Mungu, azkari mbalimbali, lakini kufanya matendo mema, kuwasaidia yatima, kumfuturisha mtu asijiweza, sio kwa nani. Hivyo ni vitu vya kuzingatia kuvifanya sana na fadhila kubwa. Image kwa adhana inapolia tutakiwa tufungulie, wewe ukatoa tende moja ukamkabidhi mwenzio, bwana fungulia hiyo, akachukua akafungulia, unalipa thawabu sawa na zile ambazo yeye amefunga, na isipokuwa yeye apungukiwi na chochote katika thawabu zake. Mwenyezi Mungu anakuongezea thawabu kumfuturisha mtu kwa tende moja au kwa fundo moja la maji. Umemfuturisha, Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu. Lakini umemchukua kuja kula nyumbani, kufuturu naye nyumbani, mwenzio alikuwa ana uwezo, basi Mwenyezi Mungu analipa thawabu nyingi sana. Hivyo ni vitu ambavyo ni muhimu kwa sisi tulikuwa tuvifanya. Lakini kutembelea wagonjwa, kuwahendo mayatima kipindi hichi, kufanya kuswali sana swala za sunna, sababu Mwenyezi Mungu anasema kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ukiswali raka 2 za sunna sasa umeswali faradhi. Kwa hiyo fadhila zake ni nyingi sana. Na tumeona kipindi hiki cha Ramadhani watu wengi ndio wanakwenda sana kwenye ibada tofauti wakati wengine. Hasa ni kitu gani ambacho kinasababisha vijana wengi kwenye kipindi hiki cha Ramadhani waende sana kusali tofauti na siku zingine tofauti na msimu huu wa Ramadhani? Mwenyezi Mungu alivyotaka tufunge asema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyami kama kutiba alladhina min qablikum. Lakini pale mbele Mwenyezi Mungu akamalizia akasema la'allakum tantakun. Maana yake kufunga kumbe ni chuo. Sisi tunajifunza kuishi maisha ya uchamungu, ili Ramadhani inapoondoka ituache sisi na uchamungu wetu, tuendeshe yale maisha ya uchamungu tuliyojifunza kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili sababu lengo Mwenyezi Mungu anasema ili muwe wacha Mungu, la'allakum tantakun, ili muwe wacha Mungu. Kwa hiyo kipindi hicho watu wanaenda msikitini sana, wanafanya sana zile azkari wanazozifanya, kwenda msikitini kuonea huruma wajane, mayatima. Lakini tuendelee kuzifanya kwenye maisha yetu yote baada ya Ramadhani kuondoka. Tofauti na sasa hivi watu wengi wanafunga tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, zamani ikiondoka watu waeni tena msikitini, msikiti unapungua. Au Ramadhani zinazidi kwenda watu wanazidi kupungua msikitini, watu washaanza kufunga kwa mazoea. Sawa vizuri. Lakini lengo la kufunga kujifunza maisha ya uchamungu, ili tuwe wacha Mungu, ndio Mwenyezi Mungu anasema. Na sio sisi tumeanza kufunga, Mwenyezi Mungu amesema ameanza kufunga hao kabla yetu sisi ummati Muhammadi. Umeona? Afu sisi ndio kuja tunaendelezwa kwenye kufunga. Na Mwenyezi Mungu amesema ni masiku machache tu yenye kuhesabika. Kuanzia mwanzo mpaka 30 hatuzidi hapo tunafunga. Tunajifunza ucha Mungu. Kumbe maana ya kufunga ni kujifunza ucha Mungu. Sasa tofauti na watu wengine huwa anafunga sikukuu ikifika anaenda kufanya maasi. Yaani sasa hivi wewe ulime shamba hapa, ushalipalalia kila kitu, unapanda shamba mazao yanakuwa makubwa, yashakakomaa mazao wanataka kuvuna, ndio unachukua kiberiti unachoma moto, utakuwa hujafanya kitu. Kwa hiyo kumbe ukishafunga ule upuuzi ule uacha mwezi mzima, unakiwa uache hivyo hivyo maisha yako yote. Ndio maana harisi ya kufunga. Ndio maana watu wanakimbizana kwenda msikitini kwenda kujifunza ucha Mungu. Na unakuta baada ya kufunga, baada ya kufungulia mtu anarudi kwenye changamoto kama anatukana, anasubiria masaa yale 12 tu yakishaisha. Baada ya kuisha kwa masaa 12 mtu anakuta anatukana, ana nini? Sasa inakuwaje ile funga inakuwaje? Sasa uchukue nyumba yako upige rangi ipendeze vizuri, afu baadaye unakuja tena unaichafua, utakuwa umefanya nini kwenye kuipiga rangi? Maana hakuna unachokifanya. Funga inatukataza kufanya mambo ya kipuuzi. Ndio kama sema kama kutukana, maneno ya kipuuzi. Anafanya saumu isiswi. Na kwa mtu mwingine yani ikifika saa 12 kafungulia, akipita mwanamke anamuita, anachukua namba ya simu, huyu mimi bwana huyu nikifungulia Ramadhani yuko mbele mimi. Huyu lazima niruke naye. Sasa hapa utakuwa unajua nini maana ya kufunga. Hujui nini maana saumu. Lakini lengo ni kuacha mambo ya kipuuzi na kufanya amali zilizokuwa njema. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.